Naam, habari za wakati huu na karibu tena. Ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Habari mbaya sasa hivi kwa Rais Samia Suluhu Hassan baada ya ripoti hizi kufikia utawala wake wa serikali ya CCM kuhusu mauaji yaliyotokea kwenye maandamano ya hivi majuzi. Kabla ni kujuze zaidi, chukua sekunde yako moja ama mbili kubonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu anayefahamika kama Volker Turk ametaka uchunguzi huru wa haraka na wa uwazi kuhusu mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu unaodaiwa kutokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29. Matamshi yake yanakuja huku kukiwa na ripoti ambazo bado hazijathibitishwa, lakini ni shutuma zinazosambaa mtandaoni zikidai ya kwamba miili ya baadhi waliouawa katika maandamano hayo bado haijapatikana na familia zinateseka kutafuta miili hiyo. Kwa mujibu wa taarifa zilizopokelewa na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa UN kutoka vyanzo mbalimbali ndani ya Tanzania, inasemekana ama inadaiwa kwamba mamia ya waandamanaji na raia waliweza kuuawa wakati wa machafuko hayo ya maandamano yaliyofuatia uchaguzi huo wa Tanzania wenye utata. Nambari isiyojulikana inadaiwa pia ilijeruhiwa au kuzuiliwa, huku kukatika kwa mtandao na kuzimwa kwa mawasiliano kulifanya iwe vigumu kuthibitisha ukubwa halisi wa majeruhi na kuthibitisha ripoti hizo. Ukimya na usiri unaozunguka hali hiyo umelaaniwa na mashirika kutetea haki za binadamu kimataifa kote ulimwenguni. Kulingana na kamishna huyo wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu, Turk alisema ushuhuda kutoka kwa familia zinazotafuta wapendwa wao ulikuwa wa kusumbua na kutisha sana. Alieleza taarifa za akina mama na baba kuhama kituo kimoja cha polisi kwenda kingine, kutoka hospitali moja kwenda nyingine, kutafuta udugu ama kutafuta ndugu waliopotea, ndipo waliponyamaza. Nikimnukuu, alisema hadithi za familia zinazowatafuta sana wapendwa wao ni za kutisha. Alisema akiongezea, natoa wito kwa serikali ya Tanzania kutoa taarifa mara moja kuhusu hatima na mahali walipo watu wote waliotoweka na kutoa miili ya marehemu ili familia zao ziweze kuzika kwa heshima. Kulingana na chanzo cha ripoti hizi ambapo ni BBC News Swahili, kituo hicho cha habari kilipakia kama unavyotazama kwenye screen yako na kuandika hivi: vikosi vya usalama vinachukua maiti kuficha ushahidi. Umoja wa Mataifa waitaka Tanzania kuchunguza mauaji ya siku za uchaguzi. Hiyo ni ripoti ambayo ilinukuliwa na kuchapishwa na BBC News Swahili jioni ya jana. Wito huo wa kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu unakuja wakati ripoti za maandamano mapya zikiibuka kote nchini Tanzania. Wanaharakati vijana, hasa wanachama wa vuguvugu la Gen Z, sasa wanasemekana kupanga maandamano mengine makubwa ya amani mwezi wa Disemba tarehe 9. wakidai serikali iwajibike kutokana na mauaji ya Oktoba tarehe 29. Maandamano haya mapya yanaripotiwa kuandaliwa nchi nzima ya Tanzania na yanatarajiwa kuwa miongoni mwa maandamano makubwa zaidi katika historia ya Tanzania iwapo yataruhusiwa kuendelea. Taarifa hii ya Umoja wa Mataifa pia iliangazia madai ya kutatanisha kwamba vikosi vya usalama vya Tanzania vilidaiwa kuonekana vikiondoa miili kutoka barabarani na vyumba vya kuhifadhia maiti vya hospitali hadi maeneo ambayo hayajawekwa wazi katika kile kinachoonekana kwa jaribio la kuficha ushahidi. Ripoti hii ni kutokana na UN ama Umoja wa Mataifa na taarifa na chanzo kilichosambazwa na kuchapishwa na BBC Swahili News. Nikinukuu ripoti hiyo inasema, kuna ripoti kwamba vikosi vya usalama vimeonekana vikiondoa miili kutoka katika maeneo ya umma na hospitali hadi sehemu zisizojulikana. Alisema, akionya kwamba vitendo kama hivyo, kama ni kweli, vinaweza kuwa ni kuficha uhalifu ama ushahidi mkubwa wa haki za binadamu. Matamshi hayo yamezidisha shinikizo kwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan wa CCM kuruhusu uchunguzi kamili na huru. Maandamano hayo ya Oktoba tarehe 29 ambayo yalianza kama maandamano ya amani dhidi ya madai ya udanganyifu katika uchaguzi huo yaliongezeka haraka na kuwa makabiliano makali kati ya raia na polisi. Mashuhuda na mashirika ya haki za binadamu ya eneo hilo yameshutumu mamlaka kwa kutumia nguvu kupita kiasi, huku kukiwa na ripoti za risasi za moto kurushwa kwa umati wa watu katika maandamano hayo, kukamatwa kiholela pia na kulazimisha watu kutoweka. Serikali imekanusha madai haya ikisema polisi walichukua hatua kurejesha utulivu. Huku wimbi jipya la maandamano likikaribia mnamo Disemba,
Wanaharakati wanasisitiza kuwa serikali ya Tanzania lazima iwajibike kwa ukatili wa Oktoba. Madai yao yanalingana na hisia zinazoongezeka miongoni mwa Watanzania wanaosema kuwa haki kwa wahasiriwa lazima ifike kabla ya maridhiano. Kamishna huyo wa Umoja wa Mataifa wa kutetea haki za binadamu UN Human Rights alizitaka mamlaka za Tanzania kuanzisha uchunguzi wa kuaminika kuhusu ripoti zote za ukiukaji wa haki za binadamu na kuhakikisha uwajibikaji kwa wale waliohusika. Alisisitiza kuwa utawala wa sheria lazima ufuatwe na kwamba hakuna mtu yeyote, ikiwa ni pamoja na askari au vikosi vya usalama, wanapaswa kuwa juu ya sheria. Nikimnukuu, alisema haya ni madai mazito ambayo yanapaswa kuchunguzwa kikamilifu na waliohusika lazima wawajibishwe. Afisa huyo wa Umoja wa Mataifa pia aliitaka viongozi wa upinzani waliokamatwa kabla na baada ya uchaguzi kuachiwa huru mara moja na bila masharti, akiwemo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu ambaye bado yuko rumande. Kulingana na Umoja wa Mataifa ulisema kuwa kuwaweka kizuizini wahusika wa upinzani na kuwafungulia mashtaka ya uhaini kunadhoofisha kanuni za demokrasia na haki za binadamu. Alisisitiza kwamba wafungwa wote wa kisiasa ni lazima wapewe haki za kesi za haki na kupata uwakilishi wa kisheria. Ripoti zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 150 wamekamatwa tangu usiku wa uchaguzi, miongoni mwao wakiwa ni watoto wadogo ama vijana wadogo walioshtakiwa kwa uhaini. Kukamatwa kwa watu hao kumezua hasira ndani na nje ya nchi, huku wengi wakihoji uhalali na uadilifu wa kuwaweka kizuizini vijana hao chini ya tuhuma hizo kali za uhaini. Kuongezeka kwa mwanga wa kimataifa kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Tanzania kumeibua mjadala kuhusu uwajibikaji wa serikali. Mashirika ya kiraia yametoa wito wa kuhusika kwa wachunguzi wa kimataifa ili kuhakikisha kuwa ukweli unafichuliwa. Maandamano hayo mapya yanayopangwa kufanyika mwezi wa Disemba tarehe 9, hata hivyo, yanatarajiwa kukuza miito hii, huku wananchi wakiendelea kudai haki na uwazi kutoka kwa serikali. Waangalizi wa mambo wanasema kuwa maandamano yaliyopangwa kufanyika Disemba yanaweza kuashiria wakati muhimu kwa utawala wa Samia Suluhu na CCM. Ikiwa serikali itashindwa kujibu kwa kujizuia, hali inaweza kuzidisha machafuko ya maandamano hayo. Wanaharakati wanazitaka mamlaka kuruhusu maandamano ya amani kufanyika siku hiyo, wakionya kwamba ukandamizaji utazidisha hasira na kutoaminiana. Rufaa ya Umoja wa Mataifa inaongeza orodha inayoongezeka ya sauti za kimataifa zinazoelezea hofu juu ya kuzorota kwa mazingira ya haki za binadamu nchini Tanzania. Ripoti za awali kutoka Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Haki za Kibinadamu na Human Rights Watch na Amnesty International tayari zilikuwa zimeelezea kuongezeka kwa vikwazo vya uhuru wa kujieleza, vitisho vya vyombo vya habari na kulenga watu wa upinzani. Huo upinzani umerejesha wito wake wa mchakato huru wa ukweli na maridhiano na mazungumzo, pia kuchunguza vifo na kutoweka vyote vinavyohusishwa na uchaguzi na maandamano ya Oktoba. Wanasisitiza kwamba mchakato kama huo ni muhimu kwa kurejesha imani ya umma na kuzuia mzunguko wa baadaye wa vurugu. Kamishna huyo wa Umoja wa Mataifa alihitimisha hotuba yake kwa kusisitiza dhamira ya Umoja wa Mataifa ya kusaidia watu wa Tanzania katika kutafuta haki za binadamu. Nikimnukuu, alimalizia kwa kusema wale waliohusika na ukiukaji huu lazima wakabiliane na haki au sheria. Alisema watu wa Tanzania wanastahili ukweli, uwajibikaji na hakikisho kwamba majanga kama haya hayatatokea tena. Wakati Tanzania inakabiliwa na shinikizo la ndani na nje, wiki zijazo zinaweza kuamua ikiwa serikali ya CCM inachagua uwazi na haki au itaendelea na njia ya ukimya. Kivuli cha maandamano ya Oktoba bado kinaonekana kuwa kikubwa na maandamano mapya yanakaribia. Ulimwengu unatazama kwa makini kuona jinsi viongozi wa Tanzania watakavyoweza kulijibu hili.